Haleluya! Nashukuru Mungu Didier kwa maana napewa tena hii neema ya kusimama mbele yenu wala katikati zenu hapa mkanisa Bethel End Time Gospel Ministry. Na tena nashukuru Mungu kwa maana alinipatia neema ya kusafiri kwa huduma wa nchi ya Rwanda, nikivuka na Goma Kongo, nchi mbili kuzivuka viko vyepesi, ni neema ya Mungu, nikirudi kwa amani na salama. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Sasa napenda tuchangie neno la Mungu ambalo ni neno ya ufunuo na tena neno ya unabii kwa mataifa, kwa maana hii kanisa letu hapa Bethel ni kanisa ya kitume kabisa, ya kimisioneri kama ni kimisani. Nashukuru Mungu kwa maana ndugu yangu Rene alifungula na neno nzuri kabisa yenye ilikuwa mu Injili ya Mathayo sura 5 mstari wa 13, kama tuko chumvi tena tuko nuru ya ulimwengu. Likusema ukezimika dunia itabaki mugiza, kwa maana ulipokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi, ukipokea mwenye iko na source ya nuru wala kianzo cha nuru. Bwana Yesu asifiwe. Ukimkubali Kristo, alisema na wewe utagawana kunuru yangu. Njoo hiyo yenye iko mu Yohane sura 8 mstari wa 12. Tungelipenda pale tupasome ni singa moja. Napenda niguse kwa kitu na tena ni swali. Watu wengi wanajiswali lakini wanaisemaka vibaya. Nisikia mwinjiliste mzungu alikuwa na obisi unjua kama ni pastor, lakini nisikia jana nikiona kumtandao, nikisikia kuna gisa alikuwa nasema mwenye haki na mwenye dhambi tofauti haiko kuanguka. Tofauti iko mu kushimama wala mu kushimama kutoka mu maanguko. Nikiona kuna gisi anatetea maanguko na tena Renari kupagusa pale. Nikasema hii singa moja, nikasema Mungu nimesha nitaambia watu kweli, kwa maana hii neno watu wengi hawaifunuliwi, wanaikamata ni kawaida. Sasa napenda tusome kwanza Yohane sura 8, lakini kichwa neno nasema mwenye haki hajulikani kwa kumaanguko, anajulikana kwa kustarehe, kwa kushimama. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuwa mwenye haki katika Kristo, ni lazima uishi maisha ya Kristo, kwa maana Yesu Kristo hakukwaka mtu wa kuanguka mara 7. Usiseme kama mwenye haki anaanguka mara 7 lakini atashimama. Yesu Kristo alianguka mara ngapi? Njoo kielelezo wetu. Hakuanguka mara 7 kushimama. Ni kusema kama tunapasha kujua kama hakuna kielezo wa mwanadamu. Tukitafuta wenye haki kwa binadamu panaonekana maanguko, ni kweli, lakini Yesu Kristo hapendi tukue wenye haki kama Abrahamu, hapendi tukue wenye haki kama wa Danieli, hapendi tukue wenye haki kama yeye. Ni kusema kama sisi wa neema wenye tulipokea neema ya wokovu, hatukubaliwe kuanguka. Hata maanguki na kuwaka, hatupasha kutetea maanguko, tunapasha kutetea mshimamo, kwa maana stati yetu ni ya haki ya Kristo, haiko haki yetu tena. Bwana Yesu asifiwe. Najua kwamba hii neno ya ufunuo inakuwa tena unabii, itakusisimua, hautafurahia. Na tena tuligusa hiyo gisi Rahabu, Mungu alimhesabia kukuwa mwenye haki kwa matendo, lakini alidanganya, alikuwa mzinifu, lakini kwa kitendo kizuri tu Mungu anasema huyu acha nimtetee. Ilikuwa agano la kale, kwenye matendo inahesabiwa zaidi ya haki. Haki ilikuwa inahesabiwa kwa matendo mema na imani, lakini pale kulingana na Kristo Yesu hapa Biblia inasema kama haki yako ni kazi ya Kristo, na tena ukikubali na wewe unapaswa kutendeka ndani mwako. Sasa kama Kristo ni mwenye haki, stati yake hakuangukaka, stati yako haupashe kuanguka. Ndio maana katupatana gisi ya kustarehe bila kuanguka. Amen. Kwa hilo jambo tunapenda tusome pale kwanza Yohane sura 8 mstari wa 12. Inasemaje? Yohane 8 mstari wa 12. Basi Yesu akasema nao tena akisema, mimi ni nuru. Yesu Kristo anasema yeye mwenyewe ni nuru ya dunia. Yeye ambaye anayenifuata, yeye ambaye hafuate mtume mtu yoyote, hafuate pastor, hafuate nabii, yeye ambaye ananifuata mimi Yesu, hata kwenda kwa giza kabisa, hata kwenda kwa giza kabisa, lakini atakuwa na nuru ya uzima. Atakuwa na nuru kutoka mwenye nuru.
Ni kusema hapa napenda hapa upasome tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo 1:8 mstari wa 12. Uone kama tulikuwa msinga moja. Ilikuwa ujumbe unabii. Bwana asifiwe. Basi Yesu akasema nao tena. Basi Yesu akasema nao tena. Akisema mimi ni nuru ya dunia. Mimi Kristo Yesu anasema mimi mwenyewe Kristo Yesu ni nuru ya dunia. Yeye ambaye ananifuata. Ni kusema kama ni kuchagua. Hakusurutisha mtu yote. Yeye ambaye ni kusema yeye yote iko na uwezo wa kuchagua kumfuata. Yeye ambaye ananifuata hata kwenda katika giza kabisa. Ni kusema kama atatoka katika giza ataishi mwa hiyo nuru. Lakini atakuwa na nuru ya uzima. Amina. Atakuwa na nuru ya uzima. Amina. Endelea tusikie. 13. Basi Wafarisayo wakamwambia. Wewe unajishuhudia mwenyewe. Ushuhuda wako si kweli. Ushuhuda wako si kweli. Wanahitaji mshuhuda wa pili. Yesu akajibu akawaambia. Hata nikishuhudia mwenyewe. Ushuhuda wangu ni kweli. Ushuhuda wangu ni kweli kwa sababu ninajua pahali ninapotoka na pahali ninapokwenda. Lakini ninyi hamjui pahali mnapotoka na pahali mnapokwenda. Wakingali gizani ndio sababu. Haleluya. Sasa mstari wa 17 inasemaje? 17 inasema hivi. Na tena katika Torati yenu. Nyinyi Wafarisayo wafundisha sheria. Imeandikwa. Ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Inaandikwa hata wakwe waongo wawili wanakushuhudia. Biblia inawatetea wakuue kama ulifanya kosa. Ukiona wapolisi wanaleta washuhuda wawili wanakushuhudia kisha wanakufunga. Mungu anaona viko na haki hata kama hauna haki. Ni kusema kama hii mtorati na wapiga mtorati. Nyinyi mnaamini Torati. Ushuhuda wa watu wawili mnaikubali kama kweli, ndio hivyo inaandikwa mtorati. Sasa acha niwaambie sasa mshuhuda wa pili wangu. Najishuhudia mimi mwenyewe na mwingine mshuhuda ni nani? Mimi ni mmoja mwenye kujishuhudia mwenyewe. Mungu ananiambia niwaambie na sikai sauti vizuri. Tunapasha kujishuhudia sisi wenyewe. Tukijishuhudia sasa tutawekwa kujaribiwa tuone kama bienye tunajishuhudia kweli ni kweli. Unapatia dunia sasa kukujaribu uone kama ushuhuda wako kweli ni kweli. Anasema wewe ni Mkristo. Acha tujaribu Ukristo wake. Mungu sasa watu wengi wanaogopa kujishuhudia. Kwa nini? Wanaogopa kujaribiwa. Mungu ananiambia niwaambie tustarehe kama washuhuda kibinafsi. Watu wengi wanasema hiyo ni kiburi. Haiko kiburi. Kama unajishuhudia Kristo ndani mwako, ni vema Kristo ndani mwako aonekane na nje kwa wapagani, wakuja wanatafuta hiyo nuru yenyewe unashuhudia ndani mwako. Yesu Kristo yeye anasema mimi nuru, na sisi natufanya nuru. Sasa unapaswa kujishuhudia kama mimi ni Mkristo. Na kuna nyimbo za Kinyarwanda kama ni za wokovu kama ni za kuabudu, waliziita njendu Mkristo zahora ndiwe mu bintu byose ndetse kugupa njendu Mkristo nkora mbihamya. Banake hii ni unabii. Mimi ni Mkristo nitaendelea kubishuhudia. Ni kusema kama niko naambia kama mnajaribu mkuje mchunguza Ukristo wangu. Sasa hapa ndio kwenye Yesu Kristo alituwekaka sasa hapa mtego. Akesema mu Mathayo sura 10 mstari wa 31 mpaka 32. Alisema mkinikana mbele ya watu na mimi mwenyewe nitajikana mbele. Alikuwa anasema Yesu Kristo munishuhudie kama mko wangu na watu watajaribu waone kama kweli kama mko wangu. Sasa ukinikana na mimi nitakukana kwa maana sina uhusiano. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anapenda tukujishuhudie. Watu wengi wapendake kukoa shuhuda. Sivyo singa yenyewe ilikuwa na wabili ndani. Watu wengi wanapenda waseme niko Mkristo lakini hawapendi wachunguze Ukristo wake. Mungu anasema nasikia sauti vizuri. Kama Mungu anapenda na tudai kukua na tunajishuhudia. Ukijishuhudia unajiweka pale kujaribiwa. Shetani atapenda jaribu hiyo Ukristo. Sasa kama nanyenyekea na tena jua kama Mungu kabisa hiyo ndani mwako na atakutetea aoneshe watu Ukristo wako. Kwa maana ukisamini uhusiano wako na Mungu, vingine vyote
vitashuhudia. Ndio maana Yesu Kristo hapa anasema mimi niko mshuhuda. Yes. Haleluya. Mstari 17, 8 Yohane mstari 17. Inaendelea kushuhudia hivi kusema 17 se yake, na Baba ambaye alinituma ananishuhudia pia. Anza kwanza tena mstari 17 yaanze tena. 17 anasema hivi, na tena katika Torati yenu, katika Torati imeandikwa ushuhuda wa watu wawili. Ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Ni kweli. Mimi ni mmoja mwenye kushuhudia. Mimi ni mmoja mwenye kujishuhudia mwenyewe. Na Baba ambaye alinituma ananishuhudia. Sasa acha niwaambie kitu chenye watu wengi hawajaelewa. Tuingie kwanza mu Warumi 8 mstari wa 10. Hii maandiko iko nashuka sahihi. Hii ni unabii, ikamate uishike vizuri, kwa maana Mungu iko naongea na nafsi yako. Cha lazima unasikia vyenye Mungu anasema, anapenda ujishuhudie mwenyewe. Mwapagani wanapasha kujua na Wakristo wanapasha kujua. Kisha sasa kama unajishuhudia, watachunguza hiyo ushuhuda, waone kama kweli pastor kweli ni anajishuhudia kwa kweli Kristo iko ndani mwake. Sasa njoo chenye kinakosekana mu dunia ya leo. Mungu Warumi 8 mstari wa 16 na 17 nasemaje? Yes. Warumi 8 mstari 16 17. Biblia inashuhudia katika Warumi 8 16 na 17. Roho wa Mungu mwenyewe anashuhudu pamoja na roho zetu, ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kisha sisi tuko na jikana inji. Roho wa Mungu mwenyewe anashuhudia pamoja na roho zetu ndani mwetu, kama hatuko wanadamu tena. Kwa maana kupitia kuzaliwa, kupitia kuamini Yesu Kristo, Yohana 1:12 nasema wale wote walimwamini wakimpokea kama Bwana na Mwokozi, waliwapatia neema ya kukua na nini, na kukua wana wa Mungu. Hawakuitwa wana wa Mungu tu, zaidi ya kuitwa walikuwa wana wa Mungu. Sasa kesa hawakuzaliwa na mwili na damu, wala mama Rebeka kukutana na papa Kalebu bazari fisi Emmanuel, hapana. Mungu alisema balizaliwa kupitia muimani kwa roho. Sasa roho zetu njoo zenye zinashuhudia pamoja na roho ya Mungu kama tunazaliwa na Mungu. Haiko nafsi zetu. Nafsi zetu hazo, ushuhuda wa nafsi njoo yenye sasa Mungu iko na tudai. Ushuhuda wa nafsi ni matendo, tabia kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Roho yako uishazaliwa mara pili, uko mwana wa Mungu. Roho yako unajua kama uko Mkristo, lakini nafsi yako inapingana na hiyo Ukristo. Inapenda ione hiyo matunda ya Ukristo yenye uko na. Njoo maana tuko mu wakati après kupokea justification, njoo kuzaliwa mara pili, mwengo wa kiroho nazaliwa Mungu, lakini kuna ingine sasa. Nafsi yako nayo inapasha kuonesha kama uishazaliwa na Mungu. Hii roho yako gisi na kubaliana na roho ya Mungu kama uko mwana wa Mungu, nafsi yako nayo inapasha kushuhudia hii kama uko mwana wa Mungu. Kupitia matendo unapasha kuzala matunda ya hii roho yenye kuzala. Ndio maana Wagalatia 5:22 inasema tunda za Roho Mtakatifu, haiko za roho yako, ni za Roho Mtakatifu. Roho yako kwa maana ilizaliwa mara pili, inapokea roho ya Mungu, inapata makao ndani ya roho yako, inaanza kushuhudia kama huyu ni mwana wa Mungu, tena haiko mwana wa Adam. Kwa maana mwana wa Adam anazala matunda ya Adam. Mwana wa Mungu anapaswa kuzala matunda ya Mungu. Sasa ukipokea Kristo kama Bwana Mwokozi, uisha kuwa sasa na vitu viwili, identity mbili. Cha kwanza, zamani ulikuwa mwana Adam. Sasa mara pili unazaliwa unakuwa mwana wa Mungu. Sasa hapa panakuwa sasa madhabahu mbili. Ndani mwako hautabishana nayo. Hii ni vita kila leo. Tangu uzaliwe mara pili uisha ingiza madhabahu mpya. Hii madhabahu mpya inajitetea na zitafuta heshima. Ndio maana jana nilitembezwa kumoto. Naenda pale kujagwa. Nikitembezwa na moto na kijana mmoja anamuita Shabani. Huyu Shabani ni Mkristo, aliokoka kutoka Waislamu. Akeniswali kitu, kuna vyenye alisema na mimi nikemwambia, lakini hiyo ni matendo ya Mungu. Akasema na wewe uko muamini? Akasema ndiye niko muamini. Akasema sasa kuna jambo lingine napenda nikuswali mtumishi wa Mungu. Sasa akeniswali. Nikamwambia kama hiyo swali ni alama kuonesha kama uko na Roho Mtakatifu ndani mwako. Aliniswali kitu kinaniambia, lakini hata nijifanye namna gani, hata nifanye sambla, kuna giza hata nikifanya kosa nasikia sina furaha tena kwa hiyo kosa. Sijui na tena mbele biko kwaka hivyo, mbele alikuwa hausikie hiyo
anasikia furaha ya dhambi, lakini akifanya dhambi anasikia hana furaha. Sasa hii furaha kwa nini siko kama wengine tena? Nikimwambia hiyo ni alama kuonyesha kama roho wa Mungu haiko juu yako tu, aishapata nafasi ndani mwako. Ndio maana ukifanya dhambi hakubaliana hiyo dhambi, anakuletea huzuni uisikie kama si furaha hiyo dhambi, na tena nitafurahi ukitengeneza unasikia hiyo furaha inarudi. Sema kama roho wa Mungu aisha kuonyesha kama anashuhudia na roho wako kama hauko wako kipekee, uishakuwa wa mtu mwingine. Kuna mwingine anapenda kutawale, hauko mwanadamu wa kawaida, uishakuwa mwana wa Mungu pia. Sasa ukikuwa kama mwanadamu pale utashuhudia Kristo, utashuhudia Adam. Mwaka akikutokana na wewe anasema Kristo naweka kando kwanza, acha nikuoneshe kama na mie nilikuwa komando na mpiga. Apre kupiga nasema Kristo nitatengeneza kesho. Anakuonyesha kama yeye ni mwanadamu, nafsi yake hata kama haijashuhudia, haijazara matunda ya roho, pale pakingari vita, akingari wa mwili, akingari wa Adamu. Bwana sifiwe. Lakini Mungu anapenda tukatae kukuwa wanadamu, anapenda tushuhudie kama tuko wana wa Mungu. Kwa maana dunia yote ni ya wana Adamu. Sasa sisi tunapaswa kuwa tofauti. Tuoneshe kama hatuko wanadamu tu, tuko zaidi ya wana Adamu. Tushakuwa wana wa Mungu. Sasa kama wana wa Mungu, tunapaswa kuishi maisha ya kimungu, haiko maisha ya kimwanadamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni lazima watu waone nuru ya Kristo ndani mwetu, waanze kushuhudia ni kweli. Tukikoka na sisi kama tutakuwa hivi. Mungu tupatie neema. Sasa problema yenyewe niko nayo siku hizi, sisi yake ushuhuda watu wanasema kama walitoka muzambi fulani. Nasikia watu wanashuhudia kama Mungu aliwatendea tu, alipatia chakula, walikuwa na njaa. Hiyo ushuhuda na wapagani biko nayo. Sasa hiyo ushuhuda itabadilisha mtu. Lakini kama mtu yuko anapigana na dhambi fulani, namwambia mimi nilikuwa mtumwa wa dhambi, niambia Mungu nalemewa kabisa, napenda nitoke mwi dhambi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipanaka ushuhuda nikisema mwaka 2013 Mungu alianza kuongea na mimi msinga kinabii. Tuseme kama wito wa unabii ulipokea mwaka 2013. Mungu nilikuwa mkate msecondaire senior 4 pale kule wapi kuna niko Masaka, district ya Masaka hapa Uganda. Kisha Mungu alinonesha gisi kuona pornography, ile mafilamu ya uzinifu. Kuiona na kwaka huko nafanya uzinifu. Sikikuwa na kopine, sikuwa na girlfriend, lakini sasa Mungu alikuwa ananionyesha hivyo. Aliniambia kama siwezi kuwa kielelezo, nitaambia wenzangu na mnagani. Kwa hiyo nilikuwa coordinator mu Bible study kwa shule, wanaanza kuniita pastor. Nikisema mimi siko pastor, wananikaza kuko. Sasa tuseme kama hawezi kimbia wito, watakukaza tu mpaka utakubali. Mnakuta pastor Didier na walimu wanaacha kuniita Didier, wanasema pastor Didier wa klase fulani. Nikienda kwa etana nasema pastor, unafika. Sasa wanaanza kusaona jina langu, wanaanza sema pastor. Sasa mdorotori wananiita pastor. Sasa pale hiyo jina inaanza sasa kuwa sasa unapaswa kuitetea na ushuhuda, unapaswa kuwa Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku moja nilikuwa na kawaida wangu naanza kuomba. Nilikuwa naomba siku moja nikipata addiction, situation kama mtu anafungwa na dhambi wala tabia fulani. Sikukuwa na ndio ilikuwa msimu ya mtu fulani, mtoto tena pastor fulani. Sinjo iko na telefone ilikuwa kama eka kadogo, iko naona watoto wetu mshomaje, wako wanaona dormant week. Tukanakaribia kupokea bulletin report turudi kwa manyumba. Nilikuwa mainterna mu boarding section. Sinjo watu wanafanya nini? Wanasema nikiona dormitory watoto wiko na group hivi na kikundi wote wananyamanza. Na mimi nikisema watu wiko mu kikundi biko wanaona nini? Mbona wote wananyamanza? Mimi nikekuwa na curiosity niende nione binyi biko wanaona. Njoo hivyo niliingiaka, shetani akanikamatia pale. Na mimi nikaanza kuona, na mimi nikaendelea kuona tu. Nikiendelea kuona tu, ikekuwa tabia. Sasa yote naona mu group mwa hizo siku church. Nikipenda mimi niende uone, hamu ya kuona inaendelea sasa. Sasa mwa hizo wiki kama 2 na mimi na Mungu ananihesabia kama niko mzinifu.
Mungu angelitumikisha nabii, ningelimuuliza nilifanya uzinifu na nani? Mbona sina girlfriend, sina kopini? Mbona bijilinda? Na tena ningelikuwa na uwezo, lakini nijilinda kama Mkristo. Mungu nipatia neema ya wokovu na ukingana. Niko miaka na 14, 15 naanza kuhudumia. Maana yake miaka 15 imaliza experience ya mhuduma. Bia Mungu sipendake kuvichezea ndani. Ni safari ya kukomala kutoka mheshima na wengine mwingine heshima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hiyo wakati Mungu anaona kama mtu ananiuliza, na wewe pastor na mtumishi wa Mungu, unaona hivyo vitu? Imagine sasa mtu mpagani. Yeye iko na viona hana shida. Anaona wewe Mkristo na viona anasema, na wewe Mkristo na wewe mtumishi wa Mungu. Ni kusema kama tuko nuru lakini hatuishi maisha ya nuru. Pana njoo kwa sasa dunia itatuhukumu. Nakwambia, na wewe nuru unakuwa wagiza kama sisi. Sasa mtu mpagani Mungu anamtumikisha kunionesha dhambi. Mimi nikasema lakini mbona uko naona mie sina girlfriend, sitaviweka matendo. Mimi niko naona sitaviweka matendo. Hakuna nikulisha macho tu. Mungu anaona huyu mtu hawezi tengeneza dhambi yenyewe na kubaliana nayo. Cha pili, mimi sikuwa naona kama dhambi. Nilikuwa nawaza uzinifu ni dhambi ya matendo. Napenda nikuoneshe ufunuo wa neno la Mungu. Mtu mwenye ajue neno la Mungu atapotezwa. Ndio maana utakuta wanabii wamoja wanazini na wanawake wamoja, wanapitisha neno la Mungu, wanatengeneza hivyo. Kwa nini? Hawajui neno la Mungu gisi nasema. Sasa kukosa maarifa utaharibika kama upeni kujua maarifa. Sasa kwa hiyo Mungu aliona kama mie niko mpumbavu yenye sijajua. Anatumikisha mtu wa kawaida sibielewe. Sasa mwenyewe kunikutana kipekee, anaongea nami na njoo niko napokea sasa singa ya wito wa unabii. Anaonesha kama wito yenyewe nilipewa ni ya kutengeneza maisha ya utengenezo, maisha ya utakaso. Njoo wito wangu, njoo maana vya Mungu siwezi bichezea ndani. Ninajua gisi niliitwa. Siwezi sema mtapokea magari. Sikuitwa na niko na Mungu ananiambia. Director ananipatia maono, naanza sikia sauti. Maono ya mdada mwenyewe Aisha kwa narongo hivi. Kuju huyu dada alikuwa na kama msina 2, nilikuwa msina 4, mloko wake alikuwa msina 1. Hivyo Aisha kwa doctor na tena ni pastor. Yule kaka yake na yule alikuwa kama ba substitute, wachungaji pale mnani. Aisha kwa na mchungaji mkanisa wa Baptist pale Chazanga. Aisha olewa na mwaka jana. Sasa dada yake naye alikuwa Aisha olewa mwaka 2024. Aisha zara na barongo bana, walikuwa wanamuita Sara. Ile Sara alikuwa anaongoza sifa na maabudu, lakini mloko wake alikuwa kingali msinaona akiwa mdogo. Sasa mimi nilikuwa msinafu na wazidia klasi. Cha kushangaza Mungu ananionyesha Sara na iko nakuja kwangu. Mumaono hivi live. Nilikuwa naona hivi. Nilikuwa naweza kuomba kawaida, sasa kama nilipita namna gani mbele yako Mungu nisamee, pale niingie mu klase, mu etidi ya jioni, kusoma vya jioni, evening prep, na mimi nakuwa nini na niko na roho yangu iko safi. Pale na niko na maliza kuomba na tashi shimama, nilikuwa napiga magoti na tashi mama. Naona Mungu ananionyesha Sara iko nakuja kwangu. Kujua Sara nilikuwa namjua, sikukuwa nazoea maono ya kawaida. Njoo mara kwanza kupata maono mtu yuko nakuja live, naona iko kama TV yenyewe inawekwa mbele yangu. Kujua mimi najua mtu, mimi sikukubali kama ni maono. Kujua sikuwa nazoea maono hiyo. Niliwazi inawezekana ni imagination. Kujua kipata maono mtu mwenye unajua live, utawazi inawezekana iko mu mawazo. Hautakubali kama ni maono. Sasa mimi sasa ni maono iko nakuja kwangu. Hakuongea kitu. Nikisikia sasa sauti. Njoo yenyewe nilijari. Sauti keni swali. Ukiona mtu mwenye mnashiriki naye mu Scripture Union, mwenye haja kuona na unaona pornography, na iko na kuomba shauri kama kuviona ni vizuri wala viko vizuri. Shauri gani anapaswa kusubiri kutoka kwako? Hiyo sauti ni swali gisi na mimi nikisema kulingana vyenye vile vitu nikisikia hai, siwezi shauri ya mtu kuviona, ni vya aibu. Apare sasa Mungu kanaonesha kama, kumbuka nileta ubishi na watu. Pale sasa sikuleta ubishi. Mungu aliniswali, mimi nikejihukumu mwenyewe. Pale njoo kwa hiyo unaona Mungu tofauti. Sikukuwa na nabii, Mungu aliongea na mimi direct. Ananiswali, apre kuniswali ananiweka sasa maandiko. Kujua Mungu alijua kama maandiko nitaamini. Njoo maana unabii yote kekucha inapaswa kuleta na maandiko. Kwa maana naamini maandiko zaidi ya sauti na maono. Wanabii wengi walichanganyikiwa kwa maana hawaheshimii hii neno.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nilisikia hiyo sauti ikinibeba Mathayo 5 mstari wa 24. Mara mingi mnajiuliza maandiko dida na yakamataka namna gani? Njoo hivyo. Mungu kuongea na mimi maandiko. Si kamata kwa hiyo inabaki ndani mwangu. Inakuwa kama copy paste. Sasa niongea Mathayo 5 mstari wa 28. Mathayo 5 mstari wa 28 nasema ukiona mwanamke unamtamani pale isha zini naye moyoni mwako. Haiko mafikiri, ni moyoni. Kwa maana dhambi Mungu ayeshabie kama ikingali mawazo, kama uko na viwazi. Anahesabia kama hii mawazo yenye machafu unaikupatia roho yake na kubaliana nayo, kisha utafuta sasa opportunity ya kuiweka matendo yenye wazi. Sasa pale Mungu akionyesha gisi na kwaka niko mzinifu. Nikiona mwa hizo wiki mbili kama nikiona kama niliona mapornografia ya Shinwa, ya wazungu, ya banwari. Mungu kanionyesha gisi nilizini na wale wote. Mimi nikisikia mbaya, sasa sikubiweka matendo, Mungu yuko na hukumu. Sasa pale sitaleta ubishi na mtu, ni Mungu sasa. Akanambia wewe uko na zini, ulizini na aba wote. Kwa maana ukebiona na kuwa kama mwenyewe uko mu matendo na wewe. Ukebiona na kuwa kama mwenyewe mwili tabadilika. Itakuwa kama nake hiyo furaha na wewe inakuwa mu emotion vyote roho yako. Haiko mawazo sasa. Isha ingia mu roho yako, nafsi yako. Nani sasa kufurahia hiyo tendo. Nakuwa kama yuko mtendo la ndoa. Kwa maana uko unaviona unapatia mafikiri yako, mawazo, emotion yote. Maana nafsi yako yote iko pale. Unakuwa kama yuko matendo. Sasa kama uko unaviona pale unakumbuka unazini na opposite sex. Kwa maana mwili wako haita waka wala kwe namna gani kwa bwana mwenzako, ni mwanamke. Kama uko mwanamke utaona bwana, utajimagine kama ungelikuwa na bwana manake opposite sex. Pona kwa sasa kama uko na zini na yule mtu, hata kuwe na mchungaji kama ni mume wako, kama uko unaviona wawili pale, mwili wako haitasikia huyu, itasikia yule mwenyewe uko naona. So kama uko na mchiti, uko na zini na mtu na bwana haka na kubali, anasema amin. Na yeye iko na zini, bado sasa uzinifu mko naifanya wawili. Mmoja na zini na mjungu, mwingine na mweusi na bashi. Mungu alikuwa anaonyesha gisi nafanya uzinifu. Sasa nabii yote angelikuwa anasema uko muzinifu tengeleze, gesema hapana, ushachanganyikiwa, nilifanya uzinifu na nani? Lakini pale Mungu sasa akikuhukumu, nani mwenyewe atakutetea? Pale Mungu si njoo ananionyesha kama uko nafanya uzinifu, gisi ulizina hivi na hivi na hivi. Kwa maana anipatia kuniitikisha Mathayo 5 mstari wa 28. Nilikuwa sijaikamata kichwani. Kwa maana sikuwa sijaifunuliwa. Pale Mungu akanionyesha gisi nilizini moyoni mwangu, haiko mawazo. Kwa maana mawazo inapatiaka roho. Roho ikikubaliana na mawazo, pale ndio utaweka matendo yenyewe uliwaza. Kwa maana unaweza waza kupatia mtu kado fulani wala gift, zawadi fulani. Ukiwaza hako, lakini unasikia roho yako haijakubaliana. Unaanza hapana, nabadilika. Kwa nasikia roho yangu siku huru kumpatia. Ni kusema kama Mungu anasema kama haukutoa kitu. Lakini ukiwaza na roho yake inakubali kujitoa, Mungu anasema leo huyu aishatoa, anakosa opportunity wala anakosa kukutana naye achiweke matendo. Sema kama kitu chenye hajaweka matendo, lakini roho yako ishakikubali kuchiweka matendo, Mungu anakihesabia kama ishakitenda. Lakini kama uko unachiwaza lakini roho yako haijakubali, Mungu aikihesabia, anasema kama huyu hajafanya kitu. Mungu hata ukifanya naziri huko unaweza kufanya naziri lakini hauifanyi, Mungu ahesabie kama ulifanya. Lakini kama roho yako ishajikubali, kama utatoa pesa fulani, ukikutana na mtu fulani, hivi nikaingia mkanisa nitafanya hivi na hivi, roho yangu ishakubali. Kama unabadilisha, Mungu anakuhukumu. Mbona ukutoa kukuwa mwaminifu kwenye ulikubaliana? Ni kusema kama Mungu anaonaka nafsi yenyewe ishaamua. Sasa pale ukaanza kubadilisha mawazo, anasema wewe unakuwa sasa anania na safiri. Walibadilisha wenyewe, walikuwa waishakubali na roho yako ishakubali na Mungu aishakonfirme kama waishatoa. Sasa ukubadilisha wapenda sasa waseme uongo kama hawakureserve kitu. Si ndio Mungu anasema hapo unadanganya Mungu, kudanganya Petro. Hakufanya naziri kwa Petro, ulifanya naziri kwa Mungu. Ndio maana vya Mungu si biche zake. Ndio maana DJ siwezi fanya kosa na idea dada kama nitamuoa. Dada anaweza ipokea roho yake, kisha Mungu anaweza kusema sasa timiza muoe. Hata kama iko kwa mapenzi yangu mie na naheshimia neno langu. Dada alikupenda, ashakubaliana. Hata kama iko hivyo, Mungu anabariki ndoa, anapenda na nifungia kwa mtu mwenyewe sikukuwa na kumwaza. Ndio maana siwezi chezea maneno kuambia nitongoze dada fulani hivi na hivi, naombe je t'aime beaucoup, napenda kuoe hivi na hivi. Tena sema uko serious? Ndio. Na uko napenda tu lale naye umwache. Pale sasa upumbavu inaoingia sasa mkifungu.
machozi yake itaharibu nyumba, hata kukutana na mapenzi ya Mungu. Pakutengeneze akuweke huru. Sasa watu wengi wanaingiaka mvifungo hivyo, mie dide sina kifungo cha dada yote. Hii inanipatia amani ya roho, naongea kweli bila mashaka. Hii inakusaidia na kusikia uhuru bila na deni ya mtu. Pataka uhuru ya kusema kweli na ujasiri. Ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile ndio kuwa munuru sasa. Kisa sinjo sauti ya Mungu inaniambia kama Mathayo 5:24 nasema ukiona mtu unamtamani umunjia tamaa kupenda kulala naye, Mungu anaona kama roho yako kama inabikubali uisha zini naye. Moyoni mwako kusema mafikiri yako. Sasa watu wengi hawajuake difference wala tofauti ya mafikiri na nia ya moyo. Kwa njo kwenye Biblia nasema Methali 4 mstari wa 23, Methali 4 mstari wa 23, chunga moyo wako zaidi ya vitu vyote, kwa maana ndani moyoni mwako kuko chemchemu ya uzima. Hawakusema kachunga mawazo yako, kwa maana mawazo yako unakubaliwa kuwaza kila pepo, kila upumbavu yote, kwa maana hutaizuia kupita mawazo. Unaona mtu anapita, unaanza kusispia, inawezekana huyu alikwazika, hanipendi na tena hana shida nawe. Sasa imagine gisi wewe unakuja na juliza wala tulimpigia kelele. Sasa ile yote shetani anaweza leta ma distraction, lakini roho yangu haipasha kukubali venye nawaza. Ukakubaliana, unaweza una mtu unamwona kama ni shetani, kumbe ni malaika wa Mungu. Anaweza kuwa iko na waza, anaguswa na neno, anapenda kubariki sana, analeta distraction, apenda kubariki, unajua anagusa wewe, unawaza hii shetani na kujistray, unaanza kutokesha. Probleme gani? Hiyo mawazo unaipatia roho. Maana hauwezi zuia mawazo mtu kuwaza mabaya, lakini unaweza kuzuia roho yako kupokea mawazo mabaya yenye ulifikiri. Ndio maana Biblia inasema na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa pili wa Korinto 9 mstari wa 7, kena mstari wa 7 nasema kila mtu ambaye anapenda kutoa atowe kulingana gisi aliamua, alikusudia moyoni mwake. Hakusema alikusudia mawazo, kwa maana inawezekana libiwaza lakini roho yako haikukubaliana. Ndio maana ukiwaza kitu usiseme kabla roho yako haijakuwa uhuru ya kubisema. Bwana Yesu asifiwe. Roho yake ikikuwa na uhuru ya kubisema, manake kuwa mwaminifu kuweke matendo. Nikeponyoka kabisa na kuambia kitu, nasikia roho Mungu inaanza ni hukumu, kitimize. Nasema lakini nilikuwa sijachiwaza hako vizuri. Roho Mungu anasema kitimize gisu likisema. Nikisema mie didie gisi papa anasema hakuna droit kueleza mie didie kusema uongo biko vyepesi kwangu, kwa maana roho yenyewe iko ndani mwangu hainikubali yake kusema uongo. Ningelipenda hata kusema uongo, nasikia roho Mungu iko na hukumu kabla sijaona. Sasa najiuliza gisi binakuwaka uzito kwangu, wengine mbona wanakaa wanafurahi kusema uongo? Sasa watu roho yenyewe nilipewa iko tofauti na wengine. Hapana, ni kulingana na gisi uhusiano wako na Mungu gisi iko, na gisi nuru ya Mungu iko ndani mwako. Ikekuwa nuru ikekuwa ya mingi ndani mwako, pale nuru itatawala giza. Kisha watu wanaanza sema inawezekana huyu haiko mtu mwenzetu. Wanasema Didia iko kijana kama, mbona Didia iko kama wengine? Hapana. Ni neema. Hiyo nuru kaikubalia inatawala. Na wewe naanza sasa kukua nuru mkusema kwako. Mtu anakuheshimia kwa maana uko nuru. Ukiona niko rafiki ya wazee wakubwa watumishi wale, walioniona wamo kitu, wanaanza kuchunguza na maisha, nasema huyu Didier mbone. Sasa unajiuliza kwa mfano gisi papa Didier anakuweka huku. Reverend pasteur wa Église des Amis iko hapa Kampala. Ananiambia Didier, Reverend pasteur Dieudonné alifika. Na tena alifurahia mahubiri yenyewe nilihubiri. Njoo mwenyewe aliombea après kuhubiri dimanche yenyewe ilipita. Lakini hatujaongea. Biko na kanisa kubwa na ukutora wachungaji wenyewe alikuwa ndani. Alikuwa ananiambia kama inawezekana mimi nikimtumia kwa WhatsApp nione kama iko hata nifike, lakini alikuwa hajapatikana online. Inawezekana iko kwa nyingine line. Sasa cha kuonyesha ni kuonyesha kwa nini naweza pata heshima mu wazee wa revera habo wananisamini, ni kujua waliona ndani mwangu nuru. Wakiona ba vijana wengine haiko vyepesi kuona mbaba mwenyewe nakuzaa iko na uwezo anaweza jilipia hotel hata wiki yote, iko na gari yake, iko na watoto 9, hakuna sponsor wote na welipia.
pale Rwanda kulipia watoto kenda. Mmoja yuko mwa university, wengine kwa secondary, na tena mama shule ya bie. Iko na nani? Iko na gari yake, iko na kazi yake. Haiko mtu kusema kama angeri tafuta tena hoteli. Sasa nasema acha nilale kwa Didier na jisikia uhuru. Kwa mara nimeona amo nuru. Alisema Didier iko kijana wa tofauti. Na mke wake alisema kama uko na Didier na mimi nasikia amani kule. Kuju ni kusema kama nilikuwa nuru kwao, wakiona tabia zangu na masemi, wanasema kijana iko mwepesi. Paka nafika kwa nasema Didier kuna pesa nyingi ningependa nitume, lakini mwingine simwaminie. Wewe njoo nitazipitisha hako. Anatafuta hapa utapata kwa na kasoda kako. Napata entere yenye sikukole kwa maana nilikuwa mwaminifu, aliona hapo nuru. Njoo kujishuhudia, kisha na watu wanaanza kuona ushuhuda, anasema kwa kweli gisa na jishuhudia ni kweli. Haiko kusema kama ni kujitapa, haiko hii kiburi. Hii ni neema, inaonyesha kama utukufu wa Mungu kionekana ndani mwako, utakubaliwa na Mungu na unakubaliwa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Njoo hivyo Mungu anapenda ushuhuda ikuwe nzuri. Gisi papa anaenda kuhudumia pale mu Heavenly Gate Church pale Entebbe. Gisi alisema, alisikia ushuhuda wangu pale. Ningelikuwa manake mpumbavu na nisha haribu ushuhuda. Papa karibu wangelisema, kijana wako unamjua hivi alifanya hapa. Lakini kusudi niacha ushuhuda nzuri. Naye nilikuwa nishamtengeneza, alienda pale madhabahu na mheshimiwa, wanamheshimia. Ndio pastor wa Didier. Tunaheshimia Didier, mtume Didier, evangeliste Didier, apotre Didier, na tena prophète. Acha tuheshimie mchungaji wa pira, tukue na nia tusikie mchungaji wake. Ni kusema kama kuna wengine heshimu naletea mchungaji mzazi, kwa maana mtoto unaleta ushuhuda. Lakini sasa ningelikuwa na ushuhuda ambao hata naweza jinikana. Anaweza sema Didier anakuwa tu rafiki wa kanisa, haiko akwetu. Hata naweza tafuta hata na gisi anajikana. Kule anajua ushuhuda iko nzuri. Ni kusema kama ukikuwa na ushuhuda, kila mtu angelipenda kuzali. Ukue mtoto wa kila mama. Na wengine wanasema Mungu anipatie neema tuzali mtoto kama Didier. Kuna mjakazi mmoja nimwambia yake hajazala. Nikimwambia Mungu jinsi akisema Didier nakupenda kama mahubiri yako na nibariki na nifariji sana kabisa. Na mimi nikimwambia gisi nikujusi jazani, nikimwambia Mungu mpatie mtoto kama Didier, hata kwa mtuma Didier kusema nikipata hiyo neema naweza shukuru Mungu, hata naweza mtuma Didier. Manake nakunaka gisi unatumikia Mungu, nasikia furaha Mungu nipatie. Na kuna mwingine mjakazi sijaona naye, iko na mtoto wake anamuita Miguel. Mjakazi kaniambia, mtumishi wa Mungu, nilikuwa naonesha mtoto wangu Miguel ni kidogo. Nilikuwa namuonesha mtumishi wa Mungu, napenda na wewe ukue Miguel, ukekomara kutumikia Mungu kama huyu Didier mtumishi wa Mungu. Acha nipatie muongee naye. Ombea mtoto wangu Miguel, ananipiga, sijaonana naye, lakini anapenda mtoto wake, ongea na mtumishi wa Mungu. Omwa akili mema kwako. Nisema kama yule mjakazi anaona kama niko kama dhahabu. Na kuna wengine wanaona kama niko wa kawaida. Ni kusema watu wote waone ndio maana mwenye alipewa neema ndio mwenye atanisamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mimi niliombwa kama Samuel. Mama akasema mnatamani mtoto mwenye atakutumikia kama babangu alikuwa misioneri. Babake na mama alikuwa misioneri, atumika mu kanisa wa Baptiste kule Kongo. Alikuwa mu watu wenyewe alianza kanisa wa Baptiste pale Fort Poto mu Batoro. Alikuwa misioneri temena wazungu. Mama mjana wake mu miaka yake michache anasema Mungu, sasa nitaolewa nipatie neema nizale mtoto wa kiume mwenye kutumikia kwenda kufanya masafari hii ya huduma. Hivi misioneri sikuyoombaka, mamangu aliombaka kabla hajakutana na babangu. Sasa kwa wakati ilifaa, mimi ndio mtoto wa kiume mtumbo ya mama mwa binti watatu. Mimi ndio mtoto wa kiume tu, hakuzalaka mwingine kijana. Mimi ndio aliombaka. Na tena ndio mwenyewe yuko nafanya kazi yenyewe aliombaka. Na sasa hata hivi Aisha anza sasa kuelewa kama haiko vya kucheza ukietoa na zile sema Mungu nakuomba mtoto mwenyewe atakutumia hivi na hivi. Mungu anasema mtoto akingali mu kampani ya Mungu iko natengenezwa, anamuinstalaka, anamuweka tumboni mwako, naisha kuwa installe, vingine naweza anaconnecte mawaya tu. Masinga. Mungu anaweza kuinstalle, kisha unafika hapa anaanza kuenda naweka pale nuru yake anaweka, kumbe unajua mbona hutu yake biko byepesi. Mungu aisha muinstalle kujua alimuromba mbele ya wakati, anakuya kama misioneri. Sasa ukikuja kama misioneri duniani unapaswa kuwa tofauti. Yenye watu wanafurahi zambi wao utamfurahia. Utasikia furaha iko mu bya Mungu tu mu kweli. Mimi nikisema kweli nasikia uhuru. Tuseme nipa kusema uongo nasikia roho yangu inaanza kunihukumu hata.
Najiuliza sasa watu wengine ndio hivyo wanakuwaka gisi niko. Kumbe mie ni neema. Kuna gisi Mungu alinistara shu niseme kweli bila mashaka. Njoo kukua nuru kwa maana Yesu Kristo ni nuru. Na najishuhudia na kusema hivi kama ni neema, siwezi sema ni nguvu zangu. Ni neema, na ndio maana naombea wengine wote wanapigana hiyo pepo ya kusema uongo na kuwa mepesi. Mungu apatie neema ya kusema ukweli, mko nasikia uhuru mkusema kweli. Usisikie yake kama nikisema uongo ndio napataka kitu. Sema kweli kama Mungu kubariki na kitu, lakini unaisha sema kweli. Bwana asifiwe. Kuharakisha napenda niseme kwa hii jambo nimalize ushuhuda. Si ndio Mungu ananiambia hiyo kama niko nafanya uzinifu. Cha pili akanipatia Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12. Inasema mtu Mungu alikuwa na Paulo alikuwa anaongea na mtoto wake wa imani Timotheo, Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12. Akimwambia Timotheo, mwanangu, ukwe kielelezo mu vitu vitano. Cha kwanza kusema kwako ukwe kielelezo muamini, kabla hujakuwa kielelezo muwa watu wa nje wajaamini, kuwa kielelezo muwaamini wenzao. Nikusema kama napasha kuwa mie nuru kwanza hapa mkanisa Beteli. Nyinyi ndio mnapasha nishuhudia kwanza kabla sijaenda fasi. Napasha kuwa mshuhuda kwenu. Nikienda nje kama sina ushuhuda mtajikana sema Didie huyu atumeelewe na sisi acha tuchanga. Nikusema kama unakusaka gisa kushuhudia mtu mwenye haujaona ushuhuda wake na tena mnaishi. Na nikusema kama mtu akipenda ushuhuda wa Didie atauliza Pastor Caleb, atauliza Daisa mama Pastor Rebecca, atauliza wenyewe tunashiriki nao. Bale njoo wenyewe najua Didie ni mwaminifu kiasi gani. Didie akikubali hivi kweli ni kweli. Hii ushuhuda kweli yenyewe ni kweli. Mwisho nikisema kama ukijishuhudia kama uko Mkristo, unajiweka pale kukua nuru, na shetani naye atapandisha nguvu zote zinawezekana apiganisha zimisha hiyo nuru. Sasa kuna watu wanasema kinawezekana Didie wapitake mvita kama sisi wa vijana. Inawezekana wewe huko mzima kama wengine. Naambia mimi niko kijana mzima. Inawezekana niko mzima zaidi yenu. Mimi naweza vibre. Pepo ya uzinifu kama iko kumutu, naweza isantiri kabla wewe hujaongea naye. Naweza ona kama mtu unaweza zini naye nikipenda. Naweza muona mtu direct singa uzinifu na iconnect. Inakuwa kama Bluetooth asimako. Inaweza kogota chuma yenye haikokuwa na hesabia. Lengo ikuwe hii, lakini unaanza kugogota mawe. Sasa njoo hivyo mulimwengu wa kile mtu yuko saa simple mkiroho, yuko mwepesi kuanguka kama afanya angalisho. Kwa maana Mungu anaweza nifunulia vitu, anaonyesha na mtu gisi ni mpumbavu. Na mimi nikikuwa mpumbavu nasema naona huyu hata sema kitu kujua, naona ni mtumwa wa hii dhambi, acha na mimi ni profite, na mimi niko mbaya, acha na mimi ni profite. Ningelifanya maputre ya mingi, ningelifanya maupumbavu ya mingi. Lakini nikitambua huyu mtu asema huyu mtu ni wa kujilinda sana, naona hapa siwezi jitetea hapa, naona hapa kuko giza. Hata tuseme ni kumshauria na mshauria kwa distance na kwa simu, naanza jilinda mtu. Mkemsanti ni kusema pale vita mumengu wa kiroho ni kusema kama kukua munuru ni kulinda na hiyo nuru, kwa maana vya kuizimisha ni vya vingi kabisa, inapenda bizimishe nuru. Usiwaze kama kuona mtu anaishi maisha akupenda ishi maisha ya utukufu wa Mungu, aisema nionyeshe kama iko robo. Niko na santima za kibinadamu, na Elia alikuwa mtu kama mwenzetu wetu, mtu kawaida. Tusema kama sisi wote tunaweza kuwa wadhaifu, kwa maana mwili yetu yote ni dhaifu. Mwili wa papa ni mdhaifu, yangu ni mdhaifu, lakini tukekuwa macho na kuomba tutastarehe bila kuanguka majaribu. Kusema kama anguka majaribu inalingana na gisi uko. Bwana sifiwe. Mathayo 26 mstari wa 41. Mathayo 26 mstari wa 41. Njoo moto yangu kusteta za usafiri naka. Njoo hii. Nilisema hiyo ni moto yangu paka nitoka hapa duniani. Napenda nikesheni watch and pray so that you not fall. Sipendi niishi maisha kuanguka kwa maana sitakuwa kielelezo mkuanguka. Napenda nikuwe kielelezo mkushimama. Niendelee kukua Nasema Mungu niniemisha. Kwa hiyo naona naweza anguka, nasema Mungu hapa naweza kuletea aibu. Nasikia mwili hapa. Nasema hapa nasikia vitu. Mungu nipatie neema. Sipendi kupatisha na kujua lengo yangu ni kuendelea kukua nuru. Sasa Mungu pale naona kama gisi nafurahia kukua nuru, ananipatia nguvu. Watu wengine wanasema mbona wewe anguke kama sisi? Hebu usema kama siwezi anguka, niko mwepesi kuanguka hata na zaidi ya watu wengi. Nikujua najua kama niko mdhaifu.
Biblia inasema ukijua kama uko mdhaifu na unakubali udhaifu wako kisha unanyenyekea, Biblia inasema Mungu anatoaka neema kuwenyenyekevu, haiko kwenye kiburi. Nikileta kiburi, Mungu atasutenini maanguko yangu. Atasupport nianguke tu, nifanye namna gani? Ndio tapenda nionyeshe kama haiko nguvu zangu, ni zake. Ndio maana ukiona kama haukuwa na mashaka, ushakie nafsi yako mbele ya Mungu, watu wamoja watasema huyu mtu anahubiri sheria. Si hubiri sheria, anahubiri neema gisi natumika na mtu mwenyewe ananyenyekea. Mungu pale nasema ukiomba, ukikuwa mwangalifu na kuomba, hautaanguka majaribu. Kwa maana mwili haipendi kushimama, yeye ni dhaifu. Itapenda tu uipatie yenye natamani. Lakini roho inawezekana inaweza kuwa iko na uhusiano nzuri na roho wa Mungu, roho yako. Moyo wake inaweza kuwa iko na uhusiano nzuri na roho wa Mungu, na moyo wa Mungu. Kisha pale mwili nasema hapana, mimi sina uhusiano nzuri na wewe. Kujumie na tamani hivi, na tamani nifurahie na mimi. Kisha nasema hii mwili sipendi nitawale, kwa maana neema ya Mungu inikubali niishi hii maisha. Ile ndio vita ya kiroho zaidi ya vita kupigana mapepo ya makijamii. Mapepo ya kijamii kwa kama mavyuma yewe na kugotwa na asimako kwenye ndani mwako. Roho wa Mungu inapaswa kuwa asimako ya kugogota nuru na vitu vizuri. Lakini kekuwa na asimako na njo asilia yako, itakogota mapepo yote na maasilia. Kisha kudeliverance yako ni kukubali kama unahitaji ingine device mpya, virusi waitengeneze. Ndio maana mtu kabla hajabadilika nje anapaswa kubadilika ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ukibadilika ndani, matendo yanaonekana nje. Kama kabisa hii ni matunda yenye natoka mumuti ndani, lakini inaonekana mumuti nje. Bwana Yesu asifiwe. Mkushuhudia hiyo sasa, narudia hapa. Moyo ushuhuda, sasa Mungu ananiambia waraka wa kwanza wa Timotheo 4:12 nasema kama Paulo alikuwa na shuhudia, anaambia Timotheo ulinde kukua mshuhuda mu watu wapagani tu. Napenda uanzie hapa muaminio, kuwa kielelezo. Waamini wenzako wakuonea hako. Mu vitu vitano, cha kwanza mu masemi ukuwe na kweli, cha pili mu mwendo gisi mutabia, cha tatu mu imani, cha nne mu upendo. Usikuwe mu wale watu wenyewe wanakatara, wanaweka mbegu ya chuki na kukatara watu. Ukuwe mu wale wenyewe wanaweka mbegu ya upendo. Na usikuwe mu watu wenyewe wanavunja imani ya watu. Kwa wale wa kujenga imani ya watu, wapatie tumaini. Kisha cha tano, tukue na roho ya utakaso. Maana kukue kielezo, mtu aone gisi haufurahie maisha ya dhambi, ufurahie maisha ya haki. Ukikuwa kielezo pale, kila mtu atatamani kuonea kuwei. Pale njoo kwenye sasa utasema unakuwa kielezo kuaminio, na wapagani watasema acha tubadilike, kwa maana tunaona yule mtu ni kielezo kabisa. Pale habitaashia pale. Mstari wa 16 nasema, Timotheo wa kwanza 4:16, ukienda hivyo na mafundisho yako hivyo, utajokoa wewe mwenyewe na wale wanakusikiao. Ni kusema kama Mungu hapendi tuokoe wale wenyewe wanatusikia tu, anapenda tujokoe sisi wenyewe kupitia mkuishi maisha ya nuru kama Kristo njo nuru. Alituambia kama tukitembea yeye ni nuru, tukimfuata tutakuwa na sisi kama nuru. Ni kusema kama kuishi maisha ya Kristo haviwezekane kama hauishi nuru yake. Na tena matendo ya nuru watusomea hapa na tuko na maliza. Na ndio hivyo niliachaka kuacha kuona pornography. Après miaka 2, si ndio na niko msize secondaire pale Busega. Musina 6. Nilikuwa nishapata kasimu kangu, ka telefone kangu. Pale sasa kana nilikuwa nafanya my research, nikiona mapicha ya watu wenyewe iko utupu. Memoire yangu narudia ku pornography. Na mwili pale kuisha sasa muadolescent pale. Mu miaka 19, 18 pale. Sinjo shetani na nikamatia pale. Palikuwa kama application kwa inakuwa kama wap trick. Google ilikuwa inatumika muhimu pesa. Hivi Google haitumike mwaka tena. Lakini ile siku ka Google ilikuwa inaweza tumikisha hapa na video inaweza download. Sasa sinjo naingia mu upumbavu na download na viona. Sasa hiviona vinaleta pepo sasa. Masturbation nikejiuzia pale. Saidia mtoto hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipatia shetani fasi. Nilitimiza maandiko yenye Kristo Yesu alisema Mathayo 12 mstari wa 43. Mnisikia kidogo hapa.
Mathayo 12 mstari wa 43 mpaka 45 inasema hivi: pepo nchafu ikitoka mumutu anapata deliverance, akipata deliverance inaenda iko natafuta mahali popote tapumzikia. Ikekuji na chunguza na kuta Yesu Kristo hakupata fasi, walitofukuza pepo, lakini hii nafsi yako iko empty, inatayarishwa vizuri, walitengeneza, walikoropa, lakini pepo mbona wananifukuzia bure? Hakuna mwenye aliokipe hii nafsi. Naona hii wananifukuza, lakini huyu mtu wanamsaidia, lakini naona hakupokea mwenye alinifukuza. Gisi acha mimi basi niende basi tutafute mapepo zaidi 7. Mwenye alitufukuza hata pataka gisa itakuwa vyepesi. Sio analeta mapepo 7 naye wa 8. Sasa kama ni mapepo 2 itakuwa sasa 16. Itakuwa 8 fois 2. Kwa maana pepo moja italeta wengine wa 7 na hii ya 8. Na wengine alete wa 7 na hii ya 8. Maana alikusema mapepo 16. Sasa alikusema hiyo ndio inaandikwa Mathayo 12 mstari wa 43 mpaka 45. Pale sasa nashangaa nikaona kama watu wengi deliverance na kuwaka zaidi. Mtu anamwombea mapepo na mtoka, lakini anarudia tena kwa mifumo. Huyo atafungwa zaidi ya mapepo. Atakudai uombe zaidi ya gisi ulimwombeaka. Na utavunjika, utakata tamaa. Havitakuwa vipesi kupata deliverance. Ndio maana watu wengi usifurahi kurudi mu maisha ya dhambi, kwa maana ukirudi maisha ya dhambi kufunguliwa vitakuwa kama vipesi. Inawezekana, lakini utahitaji nguvu zaidi. Unahitaji na wewe sasa kama walifukuza pepo moja, sasa hii pepo moja inaleta wengine wa 7. So unahitaji watumishi kama 8 pia wasaidiane watoe pepo 8 zaidi zikulingira. Kama mtu mmoja alitoa pepo moja, unahitaji nguvu zaidi za kutoa pepo 8. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Wakristo wa wengi wanajiuliza kwa nini watu wanaombea kama pepo inatoka, lakini kila semeni na watu yule mwenyewe tu ndio anafukuza mapepo. Najiuliza probleme gani? Hakupatia Yesu fasi. Alipatia shetani fasi. Shetani anasema siku alinifukuzaka Sunday ilipita. Dimanche. Leo sasa ataleta mapepo zaidi. Mchungaji atafanya sambara, atawaza huko wa kawaida, kumbe tushaongezeka makao. Ndio maana upasha kufurahia maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sio hivyo masturbation. Mungu anaonesha gisi iko kama pepo 7. Ilikuwa na pornography. Mimi ndio nifungula mlango. Ikekuja na masturbation. Masturbation iko na uzito wa mapepo 7. Nilipata kuacha kuona pornography, haikukamata maombi wala kifungu. Niliamua tu sitaongeza, najua kweli nawekwa huru. Yohana 8:32 nasema ukijua kweli na kweli takuweka huru. Bwana Yesu asifiwe mama. Amen. Sasa cha kushangaza ni hichi. Sasa niliwaza vitakuwa vyepesi kuacha masturbation, gisi niliachaka pornography sitaongeza viona ile pepo kabisa. Ikionyesha hapana, ona tu. Mkuona masturbation nafuata. Sasa kesema mbona inakuwa mtumwa? Sipendi wanachagua kukuwa kiongozi wa vijana pale MADP. Kwa pale karibu ngombe sepake ya Rwanda. Kijana mmoja alikuwa ananiambia, Didier, unajua kama kiongozi wa vijana ninapenda niombe namaliza kuharibu simu 3 smartphone juu ya kuona pornography na masturbation. Niombe kama kiongozi wa vijana. Hajua kama yeye ndio anakuwa sasa mgonjwa mpya. Niko mgonjwa mpya. Naanza kupigana hii pepo, yeye anatawaliwa na hii pepo miaka kitano. Sasa imagine sasa prisonier mpya wanamlomba msaada kusaidia prisonier mwenyewe anamaliza pale miaka. Sasa nikisikia huzuni, nikaomba maombi. Mungu nineemisha sitasaidia hiyo wa vijana mimi nikiwe kiongozi namna gani? Na tena huyu siwezi msaidia. Nikisikia haya, nikasema nikuomba tu, lakini ndani mwangu nilikuwa nasikia naisha sema Mungu. Imesha. Sasa gisi tunanaka watu wengi hawapendi kusema kweli, hawapendi kusema ushuhuda kwenye walitoka, ni kujua walirudia mwa hiyo mauchafu. Ndio maana wanaogopa kuishu. Kwa maana kitu chenye rudia ndani na mapepo isha kutawala pale, utajitetea. Ndio maana unaona watu wengi wanatetea kuanguka, ni kawaida kuanguka. Hakuna shida hata mkuje tu. Unaona watu wanatetea kuanguka. Mtu anatetea uzinifu. Si tu kwa vijana, ni kawaida vijana wakiingia uzinifu. Ni kawaida iko. Unaona mtu anatetea, ni kusema kama mtu iko na problem. Kama unatetea dhambi, ni kusema kama na wewe umesharudia mwa hiyo maisha ya dhambi. Na wewe upendi watu wakuambie kama mbone haupashi kutetea dhambi. Unapaswa sema hii ni kweli, mnaniambia ni kweli, sifurahi Mungu, mniombea umwe basi.
Kwa maana mimi najua hivi biletee Mungu utukufu. Afadhali yule mtu tutamkamata hata na maombi. Mwenyewe hafurahi hiyo dhambi. Lakini ukuta mtu ni kawaida, situko na damu. Mungu naye anaviona. Sijaoa hata nikiingia muzinifu, mimi sijaoa, Mungu anaviona naye. Hajanipatia mke. Sasa nijiulize huyu mtu ni mpumbavu. Anasema kujua ataacha uzinifu apre kuoa. Apre kuoa sasa tutakuwa muzinifu zaidi. Kujuta leo na umimba wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa. Sasa niko naweza tuseme hivi, hii ujumbe haiwezi ufikia hapa. Nitaiweka na kumetana kwa maana watu wengi wafunguliwe. Mungu si njoo namwambia Mungu mimi nachoka. Naingia Markeo 2016 na mwaka iko naisha, ndio nikamatoa hiyo pepa masturbation. Ndio nipata shetani fast nikaona pornography tena, masturbation. Kisha nikaingia 2016. Nilikuwa natoka pale Rugara na kamata gani nifikisha pale na Ankurabie, naenda pale Makere Institute kusoma counseling and guidance. Pale pepo ili nisumbua. Mwiki mbili nawaza sitaongeza vinanikamata tena. Nikaona vio ile. Sasa mimi Mungu anaona kama niko mpumbavu. Nishafungula robine, akanipatia mfano wa robine. Sasa nikasema akaniambia ukifungula robine maji sitamwangika. Ndiyo. Sasa tap water, njoo kufungula tap water. Maji tamwangika. Ikimwangika vitakuwa namna gani? Utakoropa tutachoka. Kama haupendi kukoropa kila saa, funga tap water, funga robine. Haitashusha maji tena. Njoo kukua uhuru. Mungu akaniambia siku utaacha kuona hizo filamu za kiuzinifu za matendo ya ndoa ya pornography. Hautaongezaka kukua mtumwa wa masturbation wa masturbation. Mungu anijulisha sababu ya kifungo. Kujua sababu ya kifungo njoo kuwekwa huru. Nilijua kwenye nafungiwa Mungu akaniambia amua uviache gisi uliviachaka. Tumeweza miaka 2 bila kuona hiyo mpumbavu. Nikiviacha. Sikuongeza kufanya masturbation. Hata tuseme mwili napenda, wanasikia vibration, siwezi omwe kubifanya ni lazima tu nione hiyo filamu za kishenzi. Ni kusema kama Mungu alikuwa anaonyesha kama nafungiwa kwa hiyo pepo. Nipataka shetani fasi, mlango iko pale. Nafungua robine, tap wote na shusha. Sasa ni kusema dhambi yote yenye inakutawala miaka wala siku wala miezi, ukipenda kufunguliwa, tafuta sababu gani uko na masturbate, uko na masturbate. Kama ni mafilamu za kishenzi wala ni kusema uongo. Kuna kijana mmoja aliniambia Didi nianguka muzinifu niombee hata kama niko nabii, napenda nifanye nini? Sisifurahi kutumikia Mungu na tena hata nikimwambia Mungu iko ananionyesha kinywa yako. Njoo yenyewe na kuwaka chanzo ya maanguko yako. Nikaanza kumdetailler, Mungu akanipatia details mfunuo kabisa. Akisema Didi ninasema ni kweli. Naweza ongea na dada niko nafanya niko kama nacheza sema dada. Uko karembo kabisa, uko mrembo. Unastahili mtu akowe. Nikiona dada na vifurahia naendelea. Kumbe nilikuwa na mbade nsaka. Sasa nikaona dada, kumbe dada alikuwa naye anapenda mtu akumwambia hiyo maneno. Sasa pale unaingia muuzifu na kuna dada sasa iko mbahati mbaya. Anakosa maîtrise de soi. Pale nakwambia kaka kulikuwa serious siku. Kama ulikuwa serious. Ndio nilikuwa serious. Basi na mimi nasikia siku kwa tulifanya. Si njoo pale unajikuta ulimi wako inakuwa chanzo. Biblia inasema kitabu cha Yakobo 3 mstari wa kwanza na mstari wa pili, haiko watu wote wanapaswa kuwa walimu. Kwa maana sisi walimu tutahukumiwa zaidi ya watu wengine. Tunapaswa kuwa kielezo ya mamasemi. Mstari wa pili nasema Yakobo 3 mstari wa pili nasema mtu yote mwenye anaweza chunga ulimi wake, anaweza chunga mwili wake wote. Ni kusema kama nikiona njoo chenye kinanisaidia. Jinsi naogopa kusema uongo, sipendi nichezee kwa wadada wa watu waambie maneno ya upumbavu, inanilinda na mwili wangu nisitumikishe vya kishenzi hivyo. Na nikisema Yakobo unaanza kuona sasa matokeo ya maandiko. Watu wengi wapendaka kuweka matendo hii maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tuneemishi bienye tunasoma tuiishi. Njoo kukua nuru. Sasa watusomee pale, mnasikia gisi kifungo yoyote yenye na kufunga, ikuwe dhambi ya kusema uongo, dhambi ya masengenyo, dhambi ya kushindwa kuwa waaminifu kitu fulani, wewe tu kuwa na nia ya kufanya mapenzi ya Mungu, kisha neema Mungu iko tayari kukuwezesha. Kama unanyenyekea Mungu atakuwezesha. Kwenye ungelipata aibu Mungu atakutetea kufungulia milango kwenye kukuwa na subiri. Gisa alifungulia kama mlango wa mjakazi. Alitumainia Mungu na Mungu akatumikisha mtu. Na tena ilikuwa tena unabii.
niko natisha tabiri na Mungu anaitimiza na furahi. Si wiki mbili napita, nashukuru Mungu. Sasa tusomee hiyo, njoo kwenye naishia pale wa Efeso sura 5 mstari wa 6 pale mpaka 8. Tusikie vyenye Mungu anasema pale. Wa Efeso 5:6 Biblia inasema hivi. Wa Efeso 5 mstari wa 6 mpaka 8. Haleluya. Biblia inashuhudia kusema Efeso 5 mstari wa 6 mpaka 8. Mtu asiwadanganye nyinyi. Mtu asitudanganye sisi na maneno bure. Kwa kuwa kwa sababu ya maneno haya kasirani ya Bwana inakuja juu ya wana wa kuasi. Inakuja juu ya watu waasi. Basi musishirikiane pamoja nao. Musishirikiane pamoja nao. Nane. Kwa maana zamani mulikuwa giza. Zamani tulikuwa giza. Lakini sasa mmekuwa nuru. Lakini sasa tumekuwa nini? Nuru katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunakuwa nuru katika dunia wala katika Bwana. Katika Bwana. Ni kusema Kristo Yesu kisa alisema yeye ni nuru. Ukikuwa na uhusiano nzuri naye, ukikuwa ndani mwake naye ndani mwako, unapokea hiyo nuru yake na unakuwa nuru. Gisi mwezi inatumikishaka mwangazi wa jua. Manake pale inatokaka muhusiano. Hapa tulisema mstari wa 8 wa Efeso 5 mstari wa 8 nasema gisi zamani tulikuwa giza. Yes. Giza. Soma tusikie. Basi msidanganywe pamoja nao. Mstari wa 8. Mstari wa 8. 5 mstari wa 8 wa Efeso. Kwa maana zamani mulikuwa giza. Kabla tujaokoka tulikuwa giza. Lakini sasa zamani tulikuwa giza kabla tujaokoka. Lakini sasa leo hata mwezi wa pili hii mwezi wa pili mwaka 2026 mwezi wa 3. Haleluya. Wa 3. Sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Tumekuwa nuru katika Bwana. Mtembee kama watoto wa nuru. Mstari wa 9 pale tunaendelea mpaka 10. Mtutembee kama watoto wa nuru. Ni kusema hii nuru wanasema kama source ya nuru wala source of this light. Haleluya. Ni Kristo Yesu. Si ndio mwenye alisema kama Yohana 8:12 iko wazi. Yeye ni nuru. Sasa tukikubaliana tunakuwa mmoja naye, tunakuwa na sisi tunakuwa wana wa nuru. Hapa sasa natuambia sasa kwa kuwa tunda la nuru. Unaanza pale mnane kwanza imalize kwanza. Napenda pale watu waelewe. Nani naisha pale? Nani naisha? Kuna kwenye gisi wanasema kama tuishi kama watoto wa nuru. Mtembee kama watoto wa nuru. Mstari wa ngapi huyu? Nani naisha? Tutembee kama watoto wa nuru wa msana. Sijui yeye Mungu alisema njoo kwa mshuhuda mwingine kiwango. Mwingine njia. Tujishuhudie kama tuko watoto wa nuru kisha tutembee kama watoto. Kuna kujishuhudia kama uko mtoto wa nuru lakini unaishi kama mtoto wa giza. Njoo uzuni ya Wakristo wa leo. Njoo maana Beteli tuko na neema. Ningelikuwa nishatoka mbeteli zamani. Kwa maana hii ujumbe gisi tunahubiri kuna makanisa yenyewe hawezi kuvumilia hii ujumbe. Yes. Na Pastor Karebo angelikuwa hakupenda nuru, angelisema huyu DJ simpendi hapa. Juu ananiharibu, kujua mimi najipendea giza. Lakini DJ hivi yenye anasema sikubaliana nayo siwezi mpatia madhabahu tena. Lakini kunipatia madhabahu mchungaji Karebo ni kusema kama anapenda nuru. Sasa njoo pale kwenye Mungu iko natudai kama watoto wanye tulitoka mugiza. Zamani tulitoka mugiza, sasa hivi tuko watoto wa nuru. Sasa tutembee kama watoto wa nuru. Ni kusema kama inawezekana kukua nuru kisha unatembea kama watoto wa giza. Pale sasa utashuhudia Kristo. Utakuwa uko na mukana, mumatendo, mumwendo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana upasha kuna mtu alisema tunapasha kuwa Wakristo mkanisa tukue kondoo. Lakini tukienda pale msoko tukue kama watoto wa nyoka. Mwenye atakuzoea ukue nyoka. Nikasema sasa mbone huyu nitakutumia hako. Niko nako kule. Sasa alikuwa anasema mlikuwa ni pastor mwenye alikuwa ishaanza kuhubiri vizuri, shetani alimchanganyikia hapa. Biblia inasema tuko watoto
wa simba. Unapasha kuwa simba, mtu asikuzoee. Unapasha usikuwe kondoo tu. Kuwa kondoo mu kanisa, uheshimie Mungu, lakini nje mu business mtu akakuletea utanja, kuwa nyoka. Unapasha kuwa mtoto wa nyoka, na Yesu anakubali kuwa mtoto wa nyoka. Sasa anajiuliza, Biblia inasema kukua kama mtoto wa nyoka ni kukua makini, haiko kukua nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kondoo. Kwa maana ni mchungaji, hapendi akuwe mchungaji. Yesu Kristo yeye hakuwe nyoka, lakini anapenda tujikomporte kama watoto wa nyoka, mkukua makini, tusikubali nyoka iturumize. Lakini sasa yeye alikuwa anasema kuwa nyoka. Ukiingia mu business, kuwa nyoka, ukuwe na akili kama ya nyoka. Sasa kuna mtu mwenye alisemaka kwa Kaisari, Yesu alisemaka vya Kaisari tuipatie Kaisari, na vya Mungu ni vya Mungu. Sema nikikuwa kwa Kaisari mu business, nitatumikisha ile ujanja kwa Kaisari tu, nitatoa 1/10, hata nikeiba na extroke mtu pale, ni business ya kwa Kaisari. Napasha kujikomporte kama watu wa Kaisari. Kama niko mdunia, napasha kujikomporte kama watu wa dunia. Nikusema kama nitakuwa kwa Mungu, nikuwe mtu wa Mungu. Ndio venye Mungu anasema habipendi. Kama watoto wa nuru, tutembee kama watoto wa nuru. Wanatuonesha kama tuko na status ya mpya, ni tuko nuru. Zamani tulikuwa giza. Tofauti ya sisi na wenyewe walibaki mugiza, wanapaswa kuona tofauti ya sisi. Hawataiona mu kanisa, wataiona pale mu business kwa Kaisari. Waoneshe gisi wewe ulikuwa Zakayo zamani, mwizi na wescrow na revenue pale pote na ruhusu na ikula. Lakini Luka 19 unapatia Zakayo gisa alibadilika siku moja tu. Usiku moja Yesu alilala kwa Zakayo. 19 Luka 19 mstari wa kwanza mpaka 10. Yesu alilala kwa Zakayo. Zakayo na kira nasema, mimi nilikuwa mwizi, nilikuwa wagiza, lakini leo gisi nilipokea hii nuru, mimi naokoka, mimi mu revenue. Wanapaswa kujua mimi Zakayo wa zamani niko tofauti. Venye niliiba nitawarudishia mara 4 vyote. Na utajiri wangu yenye iko vya kuiba nitafanya nini? Nitapata kwa masikini. Kujuni kwa na wanyang'anya wa masikini hivi nitapata kwa, njoo kuonesha kama alitembea kama mtoto wa nuru Zakayo. Kisha mwenye wanamjua mu revenue kama mwizi, wanaona ushuhuda mpya. Anaanza kuonesha kama nilibadilishwa. Zakayo wa zamani nilikuwa mwizi hivi na hivi. Sasa cha huzuni sasa, Wakristo wa leo mu kanisa, ukiingia mu business biko wana escroquer, wanasema uongo. Mu business uweze umaaminia mu Kristo, unapata pesa na kudanganya, na tena yiko nazo anakula nyama au unakula kabu chungu, na tena uko namlipisha pesa kichache, anasema nitakula nyama, utanizuiza kukula nyama hata kama ni zako, subiri. Anakutombokana kuonyesha kama yeye ni nyoka, para pendi kukua Mwana tutetea tusamee. Sasa pale njoo kwa unapaswa jiuliza, kweli niko mwana wa nuru? Mbona sipendi nitembee kama mwana wa nuru? Mungu atusamee na tena tupatie neema. Mungu anapenda mu dunia kuwa mtu mwenye anabadilika kama Zakayo. Zakayo atahukumu watu wengi. Zakayo Luka 19 atahukumu watu wengi. Yeye usiku mmoja Yesu alilala kwake. Haikukamata miaka 3. Alisema Yesu, mimi nakiri gisi stati yangu nilikuwa mimi niko mwizi, niliiba watu, na mimi najua venye niliiba nitalipa mara 4. Kujua nilipokea nuru. Yesu asema leo wokovu iliingia ndani mwako. Luka 19 mpaka mstari wa 1 mpaka mstari wa 10. Zakayo anifurahishaka. Mungu anapenda tubadilike kama Zakayo. Kwa maana hatutakuwa washuhuda wa Kristo mu revenue, mu government, mu business kama customer care, na wewe natumikisha ile ulimi ya uongo kama ya watu wa dunia. Unasema lakini hapa watu wa dunia wanapataka wa customer, wanatumikisha na mairizi. Sasa mimi naona sipate ba client, naona maombi haifanye, na mimi naomba nipatie kadawa kile natumikishaka, hata kama niko Mkristo hapa mu business ya Ukristo hawezi tumika. Nipatie, naona hapa ya Mungu abitumiki. Hapa mimi naona ni vya Zakayo tu pale wa zamani. Njoo hapa vitatumika. Madosie naona kama Mungu naye anakawia kunipatia anifungulia mlango nipate dosie niende Ulaya, tena Mungu anisaidie. Inawezekana na nisaidie, Mungu hawezi kutimiza ahadi. Nipane karushwa nisukume dosie pale kwanza. Nione kama Mungu naweza msaidia hapa kwenye lishindwa. Pale sasa ile akili ya Zakayo Mungu anakuacha unapotezea pale. Paka ujue kama uko wa nuru. Atazuiza hiyo dosie sasa. Paka ufike kukiwango useme Mungu,
Ninemisha najua kama we njo unapaswaka njia pale mubahari murangi na sasa njoo pale kwenye Mungu anapendaka heshima yake. Ukienda Ulaya utasema ni rushwa, utasema ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pasa Caleb yuko na ushuhuda. Angelikuwa isha safiri zamani, lakini alitupatia ushuhuda siku moja kama gise alikuwa isha kuwa na kidonda moyoni na kushindwa kusamehe. Ilikuwa isha mfungia vitu vya mingi. Sasa alikuwa huru na nasamehe. Sinjo Mungu anamwambia anja kazi yangu, fanya hivi na hivi. Sasa tunaona kama mkutii sauti ya Mungu, sisi wote tuko na barikiwa ndani. Sisi wote tuko na fanikiwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka na mjakazi ile siku mmoja mwambie asamee kuwe huru. Ni kusema kama kusamee ni kujifungua. Haiko kufunga watu. Unaweza mtu hautamsamee, unaweza unamfunga. Na unajifunga mwenyewe. Kwa maana mwenyewe huyu nampendaka huyu mjakazi anakuwa huru sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku Mungu anamwambia usamee kuwe huru. Ni kusema kama hapa pahitaji maombi. Panahitaji yeye hatua yake asamehe. Ni kusema kama neema na kuwaka ni kujua atupeni neema tuiishi. Tangu leo tutengeneze. Kwa maana Mungu alikuwa anasema pamoja na kanisa hii. Hii ujumbe inakuwa original kwetu. Lakini kwa wengine itakuwa tena sasa ujumbe wenyewe wataisikia Mungu wenye tapenda. Wenyewe wataifuata kumtandao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiseme hata na mwenye haki anaanguka mara 7. Usitetee useme acha na mimi nifanye makosa mara 7 kwa maana mwenye haki anakubaliwa kufanya makosa mara 7. Acha nikuoneshe maandiko usitumikishake mubaya. Methali 24 mstari wa 16. Pasomee pale papa na wiko wanashimama. Hakuna shida. Tuombe pale. Methali 24 mstari wa 16. Hakusemaka kama mwenye haki anaangukaka. Alisema hata mwenye haki anaweza anguka. Hakusemaka kama anaangukaka. Sasa watu wengine wanatetea kuanguka, wanasema Mfalme Solomon alisema nataka kuwa naongozwa na Roho, akisema kama mwenye haki anaangukaka mara 7. Hakusemaka hivyo. Watu wanabadilisha kama neno kujua wanapenda watetee maovu. Biblia inasema hata mwenye haki anaweza anguka. Hakusemaka kama anaangukaka. Anaweza anguka hata na zaidi mara 10. Walikuwa wanaonyesha kama vinawezekana kuanguka. Haya, lakini mara 7 alikuwa anaonyesha kama ni mara mingi. Lakini hakuwa anamaanisha kama tunapaswa anguka mara 7 njoo ukianguka ukimaliza kufanya makosa mara 7 ndio nasema sitaongeza kesho nisubiri kesho tena nitaanguka mara 7 lakini njoo mwenye haki njoo limiti ya mwenye haki. Hapana, iko limiti ya mwenye haki. Alileta mfano. Tusomee tusikie. Watu ni vyema waelewe hii maandiko. Biblia inasema hivi 24 verset 16. Methali Proverbs 24 verse 16 nasemaje? Biblia inasema hivi, maana mtu mwenye haki anaanguka mara 7 naye anasimama tena. Hapana naangukaka. Anaanguka mara 7. Alionekana naanguka mara 7 na kasimama. Sasa hii Swahili hailete vizuri. Acha tutoe iko wazi tu. Hawasemi anaangukaka. Ndi. Hawakusema anaangukaka. Walisema anaanguka. Hata alionekana naanguka lakini kasimama. Maana kusema kama mwenye alikuwa mfano mwenye haki. Alionekana naanguka lakini nakasimama. Lakini akisha kwa maana status yake ni ya kushimama, iko ya kuishi maisha maanguko. Proverbs 24:16. Tusome mwingine Swahili kama ni Zanzibar kama ni wapi? 24:16 nasema hivi. Kwa maana mtu wa haki kuanguka mara 7 na kushimama tena. Huanguka. Kwa maana mtu wa haki huanguka mara 7 na kushimama tena, bali watu wabaya hukwaa wanapotaabika. Hawashimame hapo. Sasa ya Kiingereza iseme hivi. Na Kinyarwanda kuna kisi nayo inasema. Inasema hivi. Kwa maana ingawa mtu mwenye haki huanguka mara 7. Huanguka mara 7 huinuka tena, lakini waovu huangushwa chini na maafa. Amina. Hapa nasema ingawa mwenye haki anaanguka mara 7. Hii ni kusema kama inawezekana.
Sasa Fransa inasemaje? Hiyo ni Swahili. Hiyo ni Swahili. Aha, tusome mu lugha Francais. 16 inasema hivi. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Amen. On peut pas répéter tena? Répétez encore. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Amen. Sasa Kiingereza King James na Kiingereza ingine inaongeana na inasema although ndio kusema ne wankobadde. Yes, ingawa although righteous man can fall 7 times he will rise again. Ni kusema ata vikuwe kuanguka kumwenye haki mara 7 atashimama tu. Hii statement iko tofauti na kusema mwenye haki anaanguka mara 7. Haimaanishi hivyo. Nasema ikiwezekana atabikekuwa mwenye haki, kwa maana status yake haiko ya kuishi maisha ya kuanguka, ni maisha ya kushimama. Akianguka tashimama, kwa maana kushimama njoo status yake. Ataanguke mara 7, ataanguke mara 10. Maana ile mara 7 ileta kwa mfano ataanguke mara 7. Unasema ataanguke mara 20, kwa maana unaweza anguka tena mara 20. Lakini Mungu anasema huyu ni mwenye haki, afurahi kuanguka, atashimama tu. Ndio maana Daudi alisemaka vizuri zaidi ya Sulemani. Pale ndio utaelewa nani mwenye haki, maisha yake ndani mwaka anakuwa namna gani, njia zenyewe zinakuwa moyo yake. Methali iko Mzaburi 37 mstari wa 23. Watusome pale tutumikishe hii. Njoo kwenye tunamalizia hapa. Kujua napenda uelewe hii concordance ya hii ujumbe. Tunapenda tusome Zaburi 37 mstari wa 23. 37. Psaume 37 verset 23. 37 mstari wa hatua za mtu zinashimamishwa na Bwana, naye anafurahi katika njia yake. Imalize. Akianguka sasa hata tupwa kabisa. Akianguka manake kusema pakikuwa kama accident, kwa maana njia zake haziko za kuanguka, lakini anaweza anguka kama afanya angali. Yes, kwa maana Bwana anamtegemeza kwa mkono wake. In case although inasema Zaburi 37:37 mstari wa 23 na 24. Nasema hivi, kama Bwana akimtegemeza, aseme kwa kama Bwana akimtegemeza na njia ya mtu, yeye huimarisha hatua zake. Ajapojikwaa hata anguka, kwa maana Bwana humtegemeza kwa mkono wake. Amina. Ya Kinyarwanda nasema ngo iyi nzira z'umuntu ina tafsiri hapa vizuri. Ya Kinyarwanda nasema ngo iyo inzira z'umuntu zinezeza Uwiteka, Uwiteka akaba yishimira inzira ye, naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka muramije ukuboko kwe kw'iburyo. Ni kusema kama njia za mtu zikifurahisha Mungu, hata mtu anguke, kwa maana njia zake ziko za kuanguka. Akianguka hata baki chini kwenye rangukia, kwa maana Mungu mkono wake atamshimamisha. Ni kusema kama ndio maana hii ni mfano nzuri kwa Daudi. Daudi yeye mwenyewe alikuwa kielelezo. Alianguka, lakini njia zake moyoni mwake ziko kwa za kuanguka. Ndio maana Mungu hakukubali abaki mmanguko, akituma mtume profete Nathan amwambie huyu naona anatafurahia kuanguka, na tena habikukua njia zake moyoni mwake. Nikusema kama mwenye haki inawezekana naweza anguka muuzinifu, inawezekana naweza anguka muongo, inawezekana naweza anguka. Haimaanishi kama haiko mwenye haki tena, kwa maana ni mwenye haki. Ndio maana Mungu anasema, anamuita mwenye haki, anamushimamisha. Wewe haiko stati yako kubaki muzambi, shimama kwa kielelezo. Kwa maana Daudi Mungu anamwambia, ulipatia nafasi waadui wangu kunitukana. Najuza watu wengi wanafanya uzinifu, wanaoa gisi Daudi alifanya. Kwa nini Mungu akusema kama wale wengine
wanapatia waadui wake kutukana Mungu. Sauli siku alifanya maupumbavu yote, Mungu akusema unapatia fasi waadui wangu kunitukana. Lakini Daudi jo alikuwa mkiwango wengine msano wake na Mungu. Mungu anaanza jitukuza na mwaka anajifurahi, anaanza mutapa. Sasa kama Mungu anakushuhudia na kutapa, ukifanya makosa Mungu anasikia aibu. Nilikutapa DJ, wanikuazisha. Gisi nikutapa wengine wa vijana. Kabisa. Na mimi napata sikia huzuni gisi Mungu anapenda niendee heshima yake. Akenitapa anapenda niendelee sasa kuishi maisha yake, aendelee kutukuzwa ndani mwangu. Ukiona Mungu anakutapa, jua kwamba manaka anakutosha mklasi ya watu wa kuanguka, anakuweka mklasi ya kukua kielezo mkushimama. Kwa maana ukianguka, manake Mungu anasikia huzuni zaidi ya wale wenyewe wakingari wanaanguka wajakuwa kielelezo. Sijui hivyo papa? Kama hujakuwa kielelezo, kuanguka kwako Mungu anasema hawezi kuwa example, siwezi muaminia kujua hajakuwa lakini kama Mungu anakuona kama anaanza kushuhudia, anasema l'homme selon mon cœur atafanya toute ma volonté, anakushuhudia vile. Ni kusema kama hauna droit kuereri. Ukifanya kosa kidogo Mungu anakupiga vizuri, watu wote waone, bose babireba. Hakuonesha kama siku nyingine usiputre, kwa maana wewe uko na heshima ya Mungu. Ndio maana Mungu aliambia Suleiman, ukitembea mbele zangu kama babaka alifanya, nitakupatia maisha marefu. Unajua kwa nini mtu aisha kufa lakini Mungu iko anamleta mshuhuda? Tembea mbele zangu gisi baba yako alitembea. Anaambia na Hezekia, niko Mungu wa baba yako jaja wako Daudi. Na kuongeza miaka 15. Biblia inasema alitembea njia za Mungu gisi baba yake Daudi. Bali Luka Suleiman kwa kielezo vizuri. Ni kusema kama ukikuwa kielezo mkushimama, Daudi akufurahia kuendelea kuanguka, alifurahia kushimama, akaendelea paka alimaliza maisha yake na anashimama, atake fanya mapenzi ya Mungu yote. Sasa nimaliza, Mungu abaki anasema Ibrahimu, acha nimuweke kando kwanza, na nje najivunia kama niko Mungu wa Daudi. Mara mingi wafalme wote Mungu alikuwa anajitetea kama Mungu wa Daudi. Ni kusema kama Daudi alipataka alama zaidi ya Abrahamu, anaelimine jia. Gisa walikuwa watu wanatengeneza wanapata mabalon d'or. Kuna mchezaji wa kabumbu wanamita Ronaldo Nazario wa Brazilia. Ule alipandaka Ballon d'Or 2 akeletea Coupe du Monde 2 mu Brazil. Alikuwa mwamoyo wakati wa Ronaldo walikuwa wanavuma. Après yule wakisema kumwita jina El Fenomeno. Kwa nini? Waliona kagisa anacheza, anachenga na dribble. Yote alikuwa complete zaidi ya Cristiano Ronaldo bali. Sasa wakemvunja hakuendelea kucheza. Huyo akiandika jina. Sasa Lionel Messi anakuja. Anakamata Ballon d'Or ya kwanza, anakamata ya pili, anakamata ya tatu, anakamata ya nne. Wanasema huyu anakuwa joker. Wanasema huyu anakuwa ananyang'anya heshima Pele. Mwenye alikuwa mfalme wa football. Mweusi Pele. Iwaisha mnyang'anya ile heshima ilipata patia Lionel Messi. Sasa Messi ndio mwenye anatapa. Ni kusema kama alifukaka kiwango ya wengine, kisha jina lake naanza kudumu. Ni kusema najua hivyo Mungu. Unaweza fika kwa kiwango Mungu anakufurahia, anaona wengine watatata kama waliishi maisha ya haki, anajivunia kukuwa Mungu wako. Anasahau kama Ibrahimu yuko. Haiko sawa kama Mungu anasahau, lakini jina lako inakuwa nyingine na nyingine heshima. Bwana asifiwe. Mungu tuneemishe tukue wana wa nuru. Mungu asikwazike kwa nini alikuumba. Acha furahisho na gisa alikuumba, uishi maisha ya kumletea utukufu. Mungu tuneemishe sisi sote tuko wadhaifu, tunahitaji neema mpya ya kutuwezesha tuendelee kukua nuru. Mungu awabariki.